Taifa Stars imeweza kupokea kichapo cha mbwa koko kwenye mikono ya Miguel Gamondi, kocha wa Singida Black Star kwenye mafuta ya Ilizeti pale. Rais wa TFF Wallace Karia ametokea kumwamini Miguel Gamondi na kumkabidhi kikosi cha Watanzania, nchi yenye amani na upendo. Amemwamini, lakini imetokea kichapo cha goli 4-3 baada tu ya kuvunja benchi lote la Taifa Stars likiwa liliokuwa likiongozwa na Hemed Suleiman Morocco. Hii unaitazamaje? Ni laana kutoka kwa Hemed Morocco na benchi lake la ufundi? Ni madua yao waliokuwa wanayaomba kwamba bwana ametutimua sasa? Mechi inayochezwa leo ambayo ndio jana, ni lazima Watanzania washushe bendera ya taifa nusu mlingoti, na kweli kichapo cha goli 4-3. Mchambuzi Abdalla Kingwani, unatazamaji hii taswira ya taifa jana kuangushwa kabisa? Sio mara ya kwanza kwa Tanzania Profesa Mandela kubadilisha makocha, ama sio mara ya kwanza pia kwa Tanzania kupata kipigo kikubwa misili ya mbwa koko kama ulivyosema. Of course hii ni mara nyingi zinakuwa ni mechi za kiufundi zaidi na sio mechi za kuangalia matokeo, kwa sababu hizi ni mechi ambazo tunasema za kirafiki, lakini zenye kuwa chini ya kalenda ya FIFA. Maana ni mechi ambayo pia ina faida kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu mechi ambazo zinakuwa ziko chini ya kalenda ya FIFA, Profesa Mandela, zinakutoa ulipo na kwenda mahala pengine kama unafanikiwa kupata ushindi, kwa sababu ziko chini ya baraka zao wao wenyewe FIFA. Ni mabadiliko ya kawaida, kwa sababu jina la Hemed Suleiman Morocco lilikuwa ni jina ambalo linaimbwa vibaya sana kwa baadhi ya mashabiki wa soka wa Tanzania, linaimbwa kwa ubaya, sio kwa wema, kwa sababu walikuwa wanaona ni kocha ambaye ameishiwa mbinu ama amekaukiwa mipango, hana mipango tena. Sasa wapenda mpira mara nyingi sana wanapenda positive na wapendi negativity. Sasa hii ndio ilifanya rais wa shirikisho la soka Tanzania pamoja na jopo lake la ufundi la kina Ramaza kina bwana Kidau na wengineo, kwamba tuone sasa tujaribu kwa makocha wengine. Unajua Profesa Mandela, ukiangalia sana kwa soka letu la Afrika ama mpira wetu wa Kiafrika, tumekuwa na maudhui ya kuamini mambo fulani, hususan kutoamini makocha wazawa ama wazalendo, na tumekuwa tukiamini sana makocha wenye rangi tofauti na sisi. Tunaona ni makocha ambao watatufikisha mbali. Na Morocco ni Mtanzania mzawa, kumbuka ni Mzanzibari huyu. Kwa hiyo wakiamini kwamba labda uwezo wake, mbinu zake, labda taswira yake la utaifa, huyu ni Mtanzania mwenzetu, imani kidogo kama watu waliona imefika kikomo. Lakini sidhani kama ilifikia tu imani hiyo, ingawa mashabiki wanapenda positive zaidi, tushinde na sio jambo jingine. Kwa hiyo Karia hakutaka kuangusha Tanzania, akaona sawa, ngoja sasa niwaletea mtu ambaye anaweza kuleta impact, na kwa haraka jicho lake lilianguka kwa Argentina ambaye soka la Afrika analijua vizuri, ama soka la Tanzania pia analijua vizuri. Si mwingine bali ni Miguel Gamondi, ama mwenyewe kama wanavyotaka kumuita Master Gamondi. Hivi hapa kwa Tanzania hakuna chuo cha makocha Of course chuo cha makocha sio kwamba hakuna, lakini tunasema kwamba level ya makocha tunawahitaji tutawapata, kwa sababu chuo cha makocha sasa kama kuna chuo, mimi nadhani ni seminar za misasa kwa makocha ambazo zinaandaliwa na shirikisho la soka la mpira wa miguu Tanzania duniani FIFA. Hili linakuwa linachagua wakufunzi, tunaita wale wakufunzi wanakuja katika kanda ama katika nchi fulani, wanawapiga msasa makocha wale wenye leseni zenye daraja A ama B, na ile misasa ya kimbinu na uwezo ndio inawafanya kupandisha viwango vyao ama kuongeza mbinu na taaluma zao. Kwa hiyo nadhani Morocco ni kocha mkubwa, kocha mwenye uwezo mkubwa, sio kocha wa kubeza. Kwa kweli
amefanya makubwa, kwa sababu hata ukiangalia leo hii tunajivuna kupata tiketi ya kwenda AFCON pale nchini Morocco ambayo inaanza mwezi Disemba. Ni yeye Hemed Suleiman Morocco aliyetupeleka kwa uwezo wake na ufanisi wake. Swali kwa Watanzania ambalo wanatamani kujua baada ya kutazama mchezo wa jana Taifa Stars kuchapika goli hizo 4-3 chini ikiwa kwenye mikono ya Miguel Gamondi, kama jinsi ulivyomtangaza rasmi wewe Abdalla Kingwande, lakini chini ya kauli ya Wallace Karia kumwamini kumkabidhi kikosi cha Taifa Stars. Hemed Morocco na Gamondi, utofauti wake uko wapi baada ya kumtazama jana? Umeona utofauti kwenye mbinu za kiukocha. Nini utofauti wa Gamondi na Hemed Morocco? Profesa Mandela, unajua ukisema utofauti, makocha ni makocha, ukocha ni ukocha, lakini kuna kitu wazungu wanaita exposure. Of course, hii ndio labda nadhani iliyomzidi Hemed Morocco, ambao amekosa exposure kubwa kwa sababu ni kocha ambaye hajatoka nje ya mipaka. Nikisema nje ya mipaka maana yake Miguel Gamondi na Hemed Morocco utofauti upo kwenye exposure. Sasa kwenye hiyo exposure wanataka kujua Kiswahili. Ujue hapo wamekamatia hapo kwenye exposure, yani unamaanisha nini hapo kwa lugha yetu? Yani ninachomaanisha tukija kwenye Kiswahili, labda nikiongea katika Uswahili zaidi kwa sababu sisi ni Waswahili. Kitu ambacho Miguel Gamondi anamzidi Hemed Suleiman Morocco ni vitu ambavyo tunasema kwamba uzoefu wa kufundisha mpira katika nchi tofauti na virabu tofauti. Hii ndiyo Hemed Suleiman Morocco amezidiwa na Miguel Gamondi, kwa sababu Gamondi ameshafundisha mpira barani Afrika katika nchi 3-4 tofauti na ni mataifa makubwa. Kwa hiyo ni kocha mwenye kariba ya kujua soka la Afrika lipoje kwa utofauti wa nchi ambazo amefundisha mpira. Morocco ni kocha ambaye kwa haraka nadhani tofauti na Zanzibar na Tanzania bara, sidhani kama amewahi kutoka nje mipaka ya nchi yetu. Kwa hiyo hii nayo inasababisha kukosa kujiamini pia, kwa sababu tunasema kadri kocha anapofundisha timu tofauti, mataifa tofauti, kwa watu tofauti, pia knowledge, uzoefu wake na vitu vingine vinaongezeka na vinakuwa pia. Na ndio maana tunasema kwamba hii labda ndio ilomfanya Morocco asionekane bora kwa Miguel Gamondi, kwa sababu hata ukiangalia aina timu ambazo Miguel Gamondi amefundisha kwa ngazi ya virabu ni virabu vikubwa. Kwa mfano Yanga ni timu kubwa sana barani Afrika, amefundisha Yanga. Kwa hiyo tunasema kwamba aina ya wachezaji ambao pia amekutana nao Yanga, inawezekana wengine wana CV kubwa labda kumshinda yeye. Kwa hiyo makocha pia wanapokutana na watu wanaozidi CV, maana yake tuseme mafanikio, pia wao wanapata challenge kubwa zaidi. Kwa hiyo ukiangalia Morocco, swala la kufundisha timu ya taifa Tanzania bara, labda timu ya taifa ya Zanzibar ama virabu fulani kule Zanzibar, kwa timu kubwa za virabu alikuwa kama caretaker wa Simba Sports Club. Baada ya kuondoka kocha wao, nadhani walimpa mechi moja ya kimataifa ambayo pia aliwavusha Simba na kuwapeleka makundi, lakini bado hajapata ile tunasema changamoto ya kufundisha timu ambazo zina utofauti nje ya taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo hii nayo labda imefanya Hemed Morocco kutoaminika kwa baadhi ya mashabiki ama wapenda mpira wa nchi yetu Tanzania. Mgunda yupo, kwa nini asingepewa kikosi? Na Mgunda anaaminiwa sana kwa ligi zetu hapo za Tanzania bara. Mgunda kachukuliwa na Simba nafikiri, alichukuliwa kwa muda na kaleta mafanikio makubwa sana. Nini kinachomfanya Wallace Karia amwamini kocha ambaye sio mzao, wakati hapa kwa nini asingetoka kwa Hemed Morocco akaja kwa Mgunda akampa nafasi hiyo? Kwanza nifute kauli ya kusema kwamba Wallace Karia haamini makocha wazao, hapana. Lakini kasumba za wapenda mpira wa Tanzania ndizo ambazo zinawafanya
wazao wa kocha thamani na si Wallace Karia. Wallace Karia akiwa kama rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania amekuwa akiwapa nafasi sana makocha wazawa, makocha wazalendo, na nimpongeze kaka yangu Wallace Karia kwa hili, kwa sababu hata ukiangalia timu zetu za taifa, tunamaanisha kwa ngazi ya under 17, under 20 zenyewe pia bado ziko chini ya wazawa. Ile under 17 nadhani amekabidhiwa, kuna mchezaji mmoja alikuwa kapteni wa Azam, nadhani huyu Mzanzibari mwingine au Sendafao, nadhani timu under 17 amekabidhiwa yeye. Ingawa under 20 pia kuna mzawa. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba Karia anawaamini sana wazawa, kwa sababu tukiangalia timu ya taifa ya wanawake Twiga Star bado wanayo Bakari Nyundo Shime, ni mzawa. Kwa hiyo hiyo kauli ya kusema kama haamini wazawa kwa kweli tuiondoe, bali mimi niseme kasumba ya baadhi ya wapenda mpira wa Tanzania ndiyo inawafanya sasa hata viongozi nao waone sasa tuingie kwenye mfumo huu wa wapenda mpira, kwa sababu wamekuwa wakimpigia sana kelele Medi Suleiman Morocco, wakilalamika kwamba mbinu zake, uwezo wake umefika kikomo, ingawa ametuvusha kwenda katika finali za AFCON kule nchini Morocco. Lakini ukiangalia mechi za mwisho za kufuzu finali za kombe la dunia, hizi ndizo ambazo zilimfanya Medi Suleiman Morocco aonekane kama hana thamani tena kwa kufundisha timu ya taifa Tanzania. Mashabiki walikuwa wakipiga kelele, wakilalamika aina ya wachezaji wanaowaita, aina ya wachezaji wanaotumia. Na unajua soka la Tanzania limegumbuka na changamoto za zile za malalamiko, kila mtu akilalamika huku na huku na huku. Messi mathalan mechi mbili za mwisho za qualify kombe la dunia Profesa Mandela, Simon Msuva hakuitwa, aliachwa, na inasemekana ni moja wa wachezaji ambao wamekuwa na impact kubwa katika timu ya taifa Tanzania, na ni kipenzi chao pia. Inasadikika kwamba wachezaji wazawa wa Tanzania ambao wanachezea vilabu vya nje wanakuwa ni majeuri sana, hawana nidhamu, na ndio maana ukitazama kuna kauli ambayo aliitoa Hemedi Morocco, nafikiri kwenye press huwa sikumbuki vizuri, lakini alisema kwamba tunapata sana na changamoto na baadhi ya wachezaji wazawa ambao wanachezea vilabu vya nje, wanakuwa hawana nidhamu. Mimi nadhani swala la nidhamu kwenye mpira wa miguu ni okay, ni kipaumbele, lakini kuna watu, Profesa Mandela ukifuata historia huko nyuma katika mataifa ambayo yametuzidi soka kwa kila kitu. Kwa mfano nikirudisha kumbukumbu nyuma, mwaka 90 kulikuwa na finali za kombe la dunia ambazo zilifanyika kule Uingereza, na hizi finali kipindi Uingereza walikuwa wana mchezaji wao ambaye alikuwa anaitwa Paulo Gascoigne Gaza. Huyu alikuwa ni captain wa timu ya taifa ya Uingereza, pia ni mchezaji ambaye alikuwa ana uwezo kwa kipindi hicho cha hali ya juu, ni midfield ama kiungo mshambuliaji. Huyu Paulo Gascoigne Gaza, Profesa Mandela, alikuwa ni mchezaji ambaye anakunywa sana pombe. Akienda mazoezini amelewa, akiwa katika baadhi ya mechi amelewa, na ilifikia tu mpaka kocha wa timu ya taifa ya Uingereza alimtema, hakwenda naye katika kikosi kile cha kombe la dunia kule mchezaji Paulo Gascoigne Gaza. Na baada ya mechi ya kwanza Waingereza walipofanya vibaya, mashabiki walilalamika sana, kwa nini kocha ajitetee, siwezi kuwa na mtu ambaye hana nidhamu. Lakini kwa tuseme shinikizo la mashabiki akamrudisha kikosini Paulo Gascoigne Gaza, ambaye baada ya kuacha akaenda zake Scotland kwa Wasila na kwenda kuvua samaki katika viunga vya jiji la Glasgow kule Scotland. Na alipoitwa Paulo Gascoigne Gaza kwa Uingereza, alifanya maajabu kiasi kwamba Uingereza ilishia nusu finali kombe la dunia. Kwa hiyo nidhamu sometimes inakuwa inakuwa muhimu, lakini pia tuangalie, je, mtu ana uwezo gani? Kwa sababu hata Yanga Afrika miaka hiyo 90 nazungumzia 90, 91 mpaka 65 walikuwa na mwamba mmoja ambaye ni aina ya washambuliaji ambao walikuwa ni hatari sana Tanzania, Saidi Mwamba Nasolo Kizota. Huyu alikuwa ni mchezaji ambaye aende mazoezini mpaka kidogo kaika kilevi, lakini kwa uwezo wake kocha Yanga Tambolea kipindi hicho hakuangalia nidhamu yake, aliangalia uwezo wake. Kwa hiyo sometimes makocha nao waangalie hili kwamba kipaji cha mtu, uwezo wa mtu na sio nidhamu. Nidhamu tunasema inarekebishika, ila kipaji kikipotea ngumu kurudi. Yes.